Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa kila Alhamis kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili, na Alhamis ya mwisho wa mwezi tunakuwa na kipindi maalum cha dakika 90, kipindi cha maswali na majibu. Napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuwa hewani na kuweza kusikilizwa na watu wote wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe sheria zetu za vipindi vya Bible Study, na ndipo aweze kumkaribisha mwalimu kwa siku ya leo. Karibu Brother Jerry. Amen. Sasa Priska Mgaya Mshana akizungumza mbasha kutoka makao makuu ya huduma zetu pale Dallas, Texas. Karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Bible Study. Title ambayo tunazunguka nayo kwa wiki mbili sasa ni afya ya kiroho versus afya ya kimwili, na katika sehemu mbili za mwanzo tulikuwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji John Kapipi kutoka Tanzania. Kwa siku ya leo, based on popular demand ya last week, basi katika sehemu ya 3 na ya mwisho ya kipindi chetu hichi. Basi kumbuka, line yako ipo katika mute. Tafadhali kuwa shemasi karibisha wengine watatu popote walipo duniani kwa taarifa kwa kipindi chako cha Bible Study kipo hewani. Nini kilichojiri katika vipindi hivi viwili vya mwanzo za hii kipindi cha leo cha sehemu ya 3? Tuliambiwa kwamba katika sehemu ya kwanza kabisa ya somo letu kwamba utajua kama mtu anaumwa rohoni kwa kuona mwili wake bila ambapo umebeba matokeo. Na tukaambia kwamba kutoka kuna masononeko ya roho yake, na roho yake ikiwa imara utaiona vile vile katika mwili wake. Tulianza na Yohana 3 mstari wa 1 mpaka wa 2. Tukakempu vizuri katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 na 2, 4 mpaka 5 na vitabu vingine. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Katika sehemu ya pili tuliingia katika matatizo ya kiafya na ya kimwili, relationship yake ile. Tulianza na Mwanzo 3:3 tukaenda kwenye Marko 2:5, 11 mpaka 12 na vitabu vingine. Lakini katika sehemu ya pili tuliambiwa kwamba kuna aina 4 za magonjwa yale ambayo yanaletwa kwa mtu na jamii yake, na hayo yanaletwa na Mungu kwa sababu ya maovu ama kutokana na dhambi za yule mtu binafsi. Yako mengine aina pili ya magonjwa hayo 4 yanaletwa na shetani ile itikise imani yako. Tulipata mfano mzuri kabisa wa Ayubu. And then tukaambiwa katika aina ya 3 katika zile 4 yapo magonjwa ambayo yanaletwa kwa njia kutwaliwa baada ya mtu kumaliza mwendo, yani kufariki. Na sababu ya 4 ama magonjwa aina ya 4 ni yale ambayo yanaletwa kwa kumtokea mtu kwa sababu tu ya kulitukuza jina la Bwana. Tukafungua Yohana 11:4 kwenda pale. Based on this maswali lilipuka pale na ikakubalika kwamba tuwe na kipindi kingine ambayo itakuwa ni sehemu ya 3 na ya mwisho ya kufunga kipindi chetu hiki. Basi nitachukua nafasi kumkaribisha mtumishi wa Mungu Mchungaji John Kapipi. Ataanza kutufungulia sala, and then atareview kidogo sehemu ya mwisho tulipoishia pale, kama manufaa wale ambao hawakuwepo ama ambao wanaingia kipindi kwa kuchelewa, and then moja kwa moja basi atashika uskano na kutusepeka katika sehemu ya 3 na ya mwisho ya somo letu hili. Mchungaji John Kapipi, karibu tena kwa kipindi chako hiki cha Bible Study Umoja Church, sehemu ya 3 na ya mwisho ya afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wote mliko kwenye kipindi. Amen. Basi naomba nianze kwa kuomba. Baba Mungu ambaye mwenye mipango iliyokamilika, na Mungu ambaye unaweza kufanya kila jambo, tazama tumekusanyika tena katika darasa hili la kuweza kujifunza maneno yako. Kumbuka kwamba sisi tumezaliwa, tumekuta maandiko haya yapo na yamekwisha kuwekwa pamoja katika vitabu. Kwa hiyo haya ndio ambayo yalikusanywa kutoka katika yale yaliyo mengi, yakahifadhiwa kwa ajili ya sisi tuliofikia mwisho ya zamani hizi. Naomba Roho Mtakatifu aliye mwalimu kuliko walimu wote, kama ambavyo Kristo alisema atakuja kutufundisha kweli, basi aweze kuja atusaidie. Yale ambayo ni magumu sisi kuyafasiri, apate kuyafasiri yeye.
na yale ambayo amekwisha kuweka mioyoni mwetu, basi tunaomba neema ya kuyaishi ikatufunike. Adui shetani hupenda kujihudhurisha kuweza kuondoa uwepo wako na usikivu wako mzuri, na amuru akae mbali na kipindi hiki katika jina la Yesu. Nami najikabidhi mikononi mwako, nikiwakabidhi pia na wasikilizaji wote katika mikono yako, nami nitakwenda kutuongoza vema kupitia jina la Yesu. Amen. 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 Basi nichukue nafasi pia kuweza kumshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema na mwaminifu sana kwa sisi wote, na zaidi sana nimshukuru Mungu pia kwa sisi ambao tuko Tanzania, Afrika huku tumekuwa na wakati mzuri sana wa kuwa na vipindi vya mvua, lakini tunaendelea vizuri. Na nimshukuru Mungu pia hata ninyi huko mliko, kila mmoja mahala pake. Mungu amekuwa mwema tena. Tumekutana tena katika siku hii ya leo ili kuweza kuongea machache ya kuhusu somo letu na kuweza kuangalia vile Mungu anaweza kutusaidia kwenye haya maisha ambayo tunayaishi hapa duniani. Kama alivyosema brother Jelly, ni kweli tulikuwa na somo zuri sana ambalo lilikuwa linazungumza afya ya kiroho pamoja na afya ya kimwili, au afya ya kimwili pamoja na afya ya kiroho. Kama nilivyoanza na kama nilivyotoa summary kidogo brother Jelly, wakati nimepewa somo hili nilikuwa na wakati mzuri sana wa maandalizi kwa maombi na kuweza kusoma, kutafuta pale ambapo naweza nikasimamia kuweza kueleza somo hili. Ndipo nikaanza kwa kusema kwamba shida ambazo tunazipata sisi tunaziona katika mwili, yani yale matokeo ya ile shida ambayo nakuwa nayo, ili iweze kuonekana kwa watu kwamba mimi nina shida fulani, ni kwamba watu wanaiona ile hali na mimi mwenyewe naiona ikitokea katika mwili wangu. Lakini tukirudi sasa kutafuta uhalisia, yani chanzo cha tatizo hilo ni nini, hadi mwili wangu umedhofika au umeguswa kwa namna moja ama nyingine, ndipo tulipojifunza katika maandiko ya kwamba tatizo lilianza katika ulimwengu wa roho, kwa sababu maisha yetu sisi yalianzishwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana hata mwisho wa maisha yetu pia tunayamalizia pia katika ulimwengu wa roho. Ndio maana yule mwizi alipokuwa pale msalabani aliishi maisha yake ya mwilini, lakini si kwamba yalianza pale. Alikuwepo katika ulimwengu wa roho, akaja katika mwili akaishi. Lakini alipomwambia Kristo pale msalabani kwamba unikumbuke utakapokuwa katika ufalme wako, pale alijibiwa kwamba utakuwa pamoja nami mahali pema peponi. Wapi hapo? Ni katika ulimwengu wa roho vile vile. Kwa hiyo mwanadamu anatoka rohoni, anakuja mwilini, halafu anarudi tena katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ndipo nikasema ya kwamba tukiwa tuko imara katika ulimwengu wa roho, basi ule uimara wetu wa rohoni unaonekana katika ulimwengu wa mwili. Mwili utaonekana kabisa kwamba huyu mtu yuko vizuri katika ulimwengu wa roho. Lakini baadaye yakatokea maswali kwamba kwa nini wengine wanaonekana wako vizuri katika mwili, lakini katika roho wako vibaya? Tuliweza kwenda kuyajibu hayo majibu ya kwamba tuwape muda. Mimi nizungumza kwamba hao watu tuwape muda. Wanaweza wakaonekana wamenawili vizuri sana, lakini baadaye matokeo yatakwenda kuonekana. Na nadhani hata kuna maandiko wanasema, nilipita katika shamba la mtu asiye haki, lilikuwa limenona, limenawili, liko vizuri sana, lakini baadaye alipopita tena awamu nyingine akakuta lile shamba linasikitisha kabisa. Naona kila kitu kiko vibaya kabisa kimeharibika. Basi tulipofika kwenye kipindi kinachofuata cha siku ya pili yake, juma la pili, ndipo nikaelezea kwamba mwili wetu unashambuliwa, yani yale mashambulizi ambayo yalitokana na dhambi, yani dhambi ndio iliyosababisha mwili wetu ushughulikiwe na mambo magumu sana. Lakini mwanzo kabisa Mungu wala hakupenda,
na wala Mungu hakutaka iwe hivyo, ila kwa sababu tulivuruga wenyewe maisha, basi mwili wetu ulikataliwa, haukupewa kibali tena cha kuweza kutubu na kusamehewa kama mwili, ili kwamba baadaye uweze kupata kibali cha kuishi na kuingia mbinguni. Badala yake aliyepewa nafasi hiyo ni yule mtu wa ndani ambaye ni roho. Kwa hiyo roho yangu na roho yako vikiwa vimeambatana na Kristo, basi huyu mtu mwisho wake unakuwa ni mzuri sana. Ndipo baadaye kama alivyosema brother Jerry, nikawa nimeelezea aina 4 za magonjwa ambazo zinatokea duniani, na ndio zipo hizo. Nikasema ya kwanza ni magonjwa ambayo yanaletwa na Mungu mwenyewe kwa sababu ya makosa yetu na dhambi, na tukayaona maandiko pale, niliweza kuyaeleza. Lakini nikasema aina nyingine ilikuwa ni shetani ambaye hutumwa, huachiliwa kuja kutushambulia, akifikiri kwamba mashambulizi yake juu yetu, juu ya miili yetu, yanaweza yakatufanya tukamwacha Mungu. Lakini Mungu akiwa upande wetu, kwa neema yake tunaendelea kumshika, kama tulivyoona kwa ndugu yetu Ayubu. Lakini pia nikasema kuna baadhi ya magonjwa mengine pia huja kwa sababu mtu amelitumikia kusudi la Mungu, au hata kama hajalitumikia kusudi la Mungu, lakini muda wake wa kuondoka duniani umefika. Na nikasema kwamba si wote ambao wanaondoka wamelala tu kitandani na kuondoka. Wengine huwa kuna magonjwa yanakuja. Kwa yale magonjwa yanakuwa ni njia ya kuweza kumuondoa huyo mtu kwa sababu amemaliza mwendo. Na nikasema kwamba magonjwa mengine huja kwa sababu ya Mungu atukuzwe, kwa ajili ya Mungu kutukuzwa, na tukasoma pia maandiko hayo. Na nikawa nimehitimisha kwa kusema kwamba mahusiano yetu na Mungu ndio yanatengeneza afya njema. Tunapokuwa na mahusiano yetu na Mungu vizuri sana, basi yanatupa nafasi ya kuweza kuitengeneza ile afya iliyo njema. Tulipofika hapo sasa, ndipo maswali yaliweza kuibuka pale, na yale maswali kwa sababu muda ulikuwa umekwenda, nilikuwa nimechelewa kuingia siku hiyo, ikaturadhimu sasa tuweze kupata nafasi ya juma hili la leo ambalo tuko nalo. Na hasa swali kubwa lilikuwa Mungu anawezaje kuleta magonjwa kwa mtu? Yani Mungu aachilie magonjwa kwa mtu, inakuwaje? Lakini pia na mwingine akawa ameuliza kwamba sasa wale watu ambao unakuta wamefika umri fulani wana figo, wengine wana maumivu kwenye magoti yanasumbua, hali inakuwaje? Je, ni hali ya Mungu ndo ameleta, au ni shetani, ni mambo ya rohoni? Vitu kama hivyo ambavyo vilienda. Basi tukaona kwamba tuweze kuwa na siku hii ya leo. Sasa leo nitaenda kidogo yani zaidi. Nadhani nitataka nitafune niguse, niachilie mifupa. Kuna mifupa ambayo nitaiachilia kidogo ili kwamba, kwa sababu ni Bible study, na nimependa kwa sababu ni Bible study, na watumishi wa Mungu wako wengi sana, na nashukuru Mungu kwamba watumishi wote ambao wako hapa, wengine wamepita kwenye vyuo vya Biblia na wamesoma Biblia, lakini pia wamesoma vitabu vingine vya wasomi wa Biblia ambavyo vimeandikwa, ambavyo wamejaribu kumuelezea Mungu kwa namna moja ama nyingine. Sasa naomba nianze leo na kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ile ya 2 na ule mstari wa 3. Leo naomba nianze na Samueli wa kwanza sura ile ya 2 na ule mstari wa 3. Naamini kwamba tayari tumekwisha kufika kwenye huo mstari. Naomba nisome moja kwa moja. Biblia inasema, msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu. Sasa pointi yangu iko hapa, na kipengele kinachofuata anasema, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Anasema kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na mizani hupimwa na matendo hupimwa na yeye. Anasema na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Sasa kitu ambacho nilitaka nianze kusema ndugu zangu ambao tuko kwenye Bible study, waumini wa Injili, lakini pia wasomi wa Biblia na masomo mengine ambao tupo, naomba tujue kwamba maarifa
haya au maarifa ya aina yoyote ambayo unaweza ukawa nayo ama unayajua, lazima ujue kwamba maarifa yanatoka kwa Mungu, na Mungu ndiye mwenye maarifa kuliko mtu mwingine yoyote. Na ufahamu wangu ama ufahamu wetu ambao tunakuwa nao bado hauwezi ukayafikia yale maarifa ya Mungu. Yaani kwa namna Mungu alivyotuumba, ametupatia akili za kuweza kuyatafuta maarifa ya Mungu, lakini tunapewa kwa uchache sana kuelewa yale maarifa ya Mungu. Bado maarifa yanabaki kuwa ya Mungu mwenyewe, kama ambavyo imeandikwa pia. Nitasoma katika Zaburi ya 139. Zaburi ya 139 na ule mstari wa 6. Anasema Zaburi 139 na ule mstari wa 6, anasema maarifa hayo ni ajabu, yanishinda mimi, hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Maarifa hayo ni ajabu, yanishinda mimi, hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Haya ni maneno ya watakatifu walioishi zamani, ambao walijaribu kuyatafuta maarifa ya Mungu. Yaani walijaribu sana kumkaribia Mungu, walijaribu kumuelewa Mungu, walijaribu kumsoma Mungu, wakajaribu kujua Mungu yukoje. Lakini kwa kadiri ambavyo walikuwa wakijaribu kumsogelea Mungu, wakiamini kwamba hapa nilipofika nimemfikia Mungu mahali alipo, wanashangaa Mungu amesogea, ameenda sehemu nyingine tena. Wanakuta yale ambayo walikuwa wanayafikiria kwamba labda haya ndiyo ya Mungu, wanakuta kwamba yamebadilika, yamekuja kwa namna nyingine. Na ndio maana wakafika mahali wakasema maarifa haya ambayo Mungu anayo hayadhibitiki, hakuna mtu aweze kuyafikia, maana uwezo wake ni mkubwa, yani nishinda mimi kuweza kuyaelewa. Kwa sababu hiyo sasa imetufikia sisi ambao tunaishi kwenye hii dunia, hasa wanadamu, na kulingana na mapokeo ambao tunayapokea, zile doctrine ambao tunazipata kutoka sehemu mbalimbali kwa watu walioamini, kuna baadhi ya watu huwa hawaamini kwamba baadhi ya matendo magumu sana yenye kuumiza mwili wa mwanadamu, ama yenye kuumiza nafsi ya mtu, ama yenye kuleta majonzi na vilio, kuna watu huwa hawaamini kwamba vitu hivi vinatoka kwa Mungu. Wanaamini kabisa kwamba kila lililo baya linatoka kwa shetani. Sasa hicho ndicho ambacho nilikuwa nataka nikielezee leo, hasa nilipozungumza ile kipengele kwamba kuna magonjwa yanaletwa na Mungu kwa sababu ya maovu na dhambi. Kuna watu hii inaleta ukakasi. Kuna baadhi ya watu kwa sababu ya mafundisho, mtu ambaye amefundishwa na mapokeo ambayo amekuwa nayo, basi huwa anasema hiki kitu haiwezekani. Mungu hawezi kuleta vitu kama hivi. Mungu anawezaje? Unaona, Mungu anawezaje? Hasikiona mtu anasema Mungu hawezi kuruhusu vitu kama hivi vitokee kwa mtu, ni kwa sababu mimi nikagundua kwamba yale mapokeo, namna ile ambayo mtu alipokea, alivyofundishwa awali wakati anamjua Mungu, alivyofundishwa kuhusu Mungu, basi hiyo ilimletea shida. Na mimi ilinitokea wakati nikiwa mdogo, wakati najifunza mambo ya Biblia kwa mara ya kwanza kabisa Sunday school. Nilikutana na jambo kama hili, nilikemewa na nilionekana nimefanya makosa makubwa sana, kwa sababu niliuliza swali na nikauliza kwamba hivi mimi nilianza kwamba mimi nimetoka kwa nani? Wakaniambia wewe umezaliwa na nani na mama na wazazi wangu walitoka wapi? Wakaniambia walizaliwa. Sasa yale maswali yangu yalifika hadi mimi nikasema yakamfikia Adam, kwamba wote tumetoka kwa Adam kwa sababu Adam aliumbwa. Nikawauliza swali, Adam aliumbwa na nani? Wakaniambia aliumbwa na Mungu. Na hapo nikauliza na Mungu naye aliumbwa na nani? Sasa hilo swali la kwamba Mungu aliumbwa na nani, kwa sababu wale walimu wangu nilikuwa niwauliza kwa sababu ya mafundisho waliyopokea, waliona kama nimekufuru yani. Kwa hiyo nilikemewa kulikuwa yani, watu walikasirika. Kwa nini nauliza hayo maswali? Yani inaonekana kama vile nisihoji kwamba Mungu yeye alitokana na nini. Kumbe ni jambo la kawaida. Walitakiwa tu wanijibu kwa uwazi kabisa kwamba Mungu alitokana na nini, na maisha yakaweza kuendelea. Sasa nikagundua kwamba kuna baadhi pia ya sisi huwa tunaona kwamba hapana, Mungu hawezi kufanya kitu kama hiki. Na ndio maana mara nyingi sana watu wanakimbilia kwenye neema. Lakini neema na yenyewe pia ina vipengele na marefu yake, ambayo ni darasa lingine kubwa, ni maarifa mengine pia kubwa kuweza kuelewa ile neema ya Mungu. Anapozungumza neema anazungumza nini? Ni maarifa mapana sana. Basi baada ya kusema haya maneno, nilitaka tu nizungumze kwamba ndugu zangu, leo nataka nizungumze baadhi ya vitu ambavyo nataka nijenge hii hoja, nitetee kwanza hii hoja ya kwamba
kuna baadhi ya mambo ambayo ofisi ya Mungu mwenyewe inayaruhusu hayo mambo yatokee. Kwa hiyo sasa kwa nini Mungu anaruhusu? Hapo ndipo tunatakiwa sasa tutafute maarifa ya kujua, lakini maandiko yako wazi kabisa, yanaweka wazi kabisa kwamba haya matukio ni ya Mungu mwenyewe. Na nirudi tena kwenye maandiko ili kuweza kuona hii picha inakwenda, maana niko kwenye magonjwa, kwamba kuna magonjwa ambayo yanaletwa, inaruhusiwa na Mungu. Mungu analeta hayo kwa sababu tumemkosea yeye, hatujafanya vile ambavyo ilitakiwa tufanye. Mungu akaamua kutuadhibu kwa namna hiyo. Basi ile kumbukumbu ya Torati, nirudie pale pale, kumbukumbu ya Torati 28 na ule mstari wa 22, na naanzia hapo kwa sababu tuliusoma pia siku ile, na leo nataka niusome tena. Anasema mstari wa 22, kumbukumbu ya Torati 28, anasema Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Ukisoma hilo neno Bwana ni herufi kubwa. Bwana atakupiga. Kwa maana yake hapo hakuna namna ya kukwepa, yani kutafuta kupindisha kona. La kwamba point inakubalika pale pale ya kwamba Bwana atakupiga. Kwa nini? Kwa kifua kikuu. Kifua kikuu ni ugonjwa ambao unajulikana. Anasema na kwa homa. Homa ni ugonjwa unajulikana. Na kwa kuwashwa, kuna magonjwa kosha inajulikana ni ugonjwa. Na kwa hali ya moto ni ugonjwa. Na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Sasa ukiangalia kwa nini haya Mungu ameruhusu? Kwa nini Mungu ananipiga na haya? Ni kwa sababu sikuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wangu, na sikufanya vile alivyokuwa nataka mimi nifanye. Kwa sababu aliweka amri na sheria ili niishi katika hiyo, nitembee katika hilo neno, lakini mimi nimegoma, nimekuwa mkaidi, nimembishia Mungu aliyeleta hiyo sheria. Sasa Mungu ndipo anaamua sasa kuniangamiza kabisa. Hata ananiangamizaje? Ndio analeta haya mambo. Lakini nikigeuka hapo, maana ni kwamba mpaka mimi nafika hatua hii ya kuangamia, ni kwamba tayari katika ulimwengu wa roho, maana mimi roho yangu ndio inatakiwa ipatane na nani? Na Mungu. Ndio maana Paulo anasema katika Wagalatia ya kwamba enendeni kwa roho, hamtatimiza kamwe tamaa za nini? Za mwili. Ina maana kwa kuwa nimekataa kuenenda kwa roho, maana nimekubali kuenenda kwa nini? Kwa mwili. Hasa kwa sababu roho yangu haina urafiki na Mungu, haina mahusiano mazuri na Mungu, tayari Mungu anaondoa mwamvuli wake ambao alikuwa ameniwekea kunilinda mimi na mabaya yaliyoko kwenye hii dunia, ambao tayari yalikwisha kuachiliwa, yapo kwenye hii dunia kwa sababu ya lile anguko la katika Eden, ndio limesababisha haya yote. Lakini mwanzo kabisa waombaji wa Mungu, haya mambo hayakuwepo, ya magonjwa hayakuwepo kabisa kabisa. Kwa hiyo magonjwa yalikuja baada ya sisi kuanguka pale katika dhambi. Haya yote yanatokea kwa Mungu, anayaleta haya ili tuweze kwenda kuangamia, kwa sababu sijafanya kile ambacho Mungu alitaka mimi nifanye. Ndio maana aliwaambia Waisraeli mpaka tuko leo kwamba ninyi ni tunu, mtakuwa tunu, hakutakuwa na taifa kama ninyi iwapo tu watashika yale maagizo ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Lakini walivyokengeuka na kuacha, tunaona madhara yanayowakabili mpaka leo wana wa Israeli. Tukienda tena katika kitabu cha Walawi 26, naomba nisome haya maandiko kwa sababu yatatusaidia kuweza kujibu maswali ya watu na pia kuweza kuleta maswali mengine. Walawi 26, kitabu cha mambo ya Walawi 26 na mstari wa 14 pale 26 Walawi tunaanza kusoma mstari wa 14. Biblia inasema mstari wa 14 pale hadi wa 17. Anasema lakini msiponisikiza wala hamtaki kuyafanya maagizo hayo yote. Unasikia? Anasema nanyi mkizikataa amri zangu, roho yenu ikichukia hukumu zangu, hata ikawa hamtaki kuyafanya maagizo yangu yote, bali mwalivunja agano langu. Mstari wa 16 sasa. Anasema mimi nami, ni Mungu huyu anaongea, mimi nami nitawatenda jambo hili. Nitaamrisha uje juu yenu utisho, hata kifua kikuu na homa, zitakazo haribu macho yenu
na kudhoofisha roho, nanyi mtapanda mbegu yenu bure, kwa kuwa adui zenu wataila. Nami nitauelekeza uso wangu kinyume chenu, nanyi mtapigwa mbele ya adui zenu. Hao wawachukiao watatawala juu yenu, nanyi mtakimbia wakati ambao hapana awafukuzaye. Unaona, tunaanza pia kuona uthibitisho mwingine ya kwamba baadhi ya shida na mateso ambayo yanakuja katika mwili wa mtu ni kwa sababu ya dhambi, kwa sababu watu wamemwasi Mungu. Sasa Mungu anaamua kuleta hii kitu, na ndio maana hata Kristo Yesu alipokuwa akiponya katika siku ya kwanza nilizungumza, kuna watu alikuwa akiwaponya, alikuwa anasema usitende dhambi tena, yasi yakatokea mabaya. Na ukienda katika Zaburi anasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Sasa unaanza kuona kwamba namna ambavyo vitu hivi vinauiana, ya kwamba kumbe kuna wakati mwingine kwamba naweza nikapata ugonjwa kwa sababu ya kosa fulani ambao mimi nilifanya. Sasa Mungu akuwa ni mwenye rehema na mwenye neema, anapokuja kuniokoa inabidi na ile dhambi aweze kuiondoa kwanza, anisamehe alafu aachilie uponyaji. Katika Yakobo pia amesema hivyo hivyo, kwamba tukiomba kwa imani hata kama mtu amefanya dhambi, Mungu atakwenda kumsamehe. Kwa unaweza kuona kwamba kumbe kuna vitu ambavyo huwa vinatokea kwa mtu kwa sababu ya mambo ambayo amekwenda kuyafanya kinyume na Mungu mwenyewe. Sasa kuna jambo ambalo nataka nilizungumze hapa, ambalo pia nataka muelewe. Maana watu watasema, sasa mbona haya mengine labda, maana tumekuwa tukimsingizia mara nyingi sana shetani. Mara nyingi sana sisi tumekuwa tukimsingizia shetani. Nataka nizungumzie hapa kwamba kila jambo likitokea shetani, pepo na kadhalika na kadhalika. Sasa kuna kitu nataka nikiweke wazi pia, kwa sababu tuko kwenye Bible study, ili watu pia waweze kuelewa, na ili wakati mwingine tupate muda wa kustudy zaidi. Unaona? Study zaidi. Wakati niko shuleni, mkuu wetu wa chuo alikuwa ametupatia jambo moja la kufanya. Alikuwa ametupa slogan moja kama msemo. Alikuwa anasema study hard, fight easy. Study hard, fight easy. Kwamba kama unataka kupigana kwa urahisi vita yako uishinde, inabidi usome sana, some kwa nguvu sana, kwa sababu kule kusoma kutakusaidia. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo viumbe vinafanya mambo fulani, lakini tunatakiwa tujue kwamba Mungu, hivyo vitu vyote vinafanya kazi kwa sababu ya Mungu mwenyewe. Naomba tufungue Mithali sura ile ya 16. Mithali sura ya 16. Mithali sura ya 16 ya mstari wa 4. Mithali sura ya 16 na ule mstari wa 4. Naomba tuangalie haya maandiko. Anasema Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Sasa ndugu zangu, naomba tuanze kumwangalia Mungu sasa. Anasema Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Anasema naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hata wabaya kwa siku ya nini? Ya ubaya. Sasa nini tunajifunza hapa? Naomba tuelewe vizuri sana kwamba unapokuwa wewe umekorofishana na Mungu, wakati mwingine Mungu anawatumia watu ambao wanaonekana kana kwamba ni wabaya. Wanaleta mabaya juu yako ili kukupumbaza wewe mwanadamu. Wewe ujue kwamba ni mbaya ndo ananifanyia hivi, ndugu yangu ndo ananifanyia hivi, jirani yangu ananifanyia hivi, kaka yangu au mjomba wangu ananifanyia hivi, bosi wangu ananitesa na kuninyanyasa. Utahamia akili zako kwa bosi wako, kumbe sio bosi wako. Ndio nataka usome maandiko hapa uelewe, kumbe sio bosi wako. Ndio maana Mungu anasema sehemu nyingine kwamba tafakarini njia zenu. Tafakarini njia zenu. Unaona? Kumbe sisi tunapumbazwa kwenye akili zetu kwamba fulani ananifanyia mabaya, fulani hanipendi, fulani amenifanyia. Hapana. Mungu amesema kwamba kila kitu amekifanya kwa kusudi lake. Anasema naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kuna siku ya ubaya unatokea. Hasa ile siku ya ubaya huwezi kumuona mtakatifu anakuja kufanyia ubaya. Ndipo Mungu anainua viumbe vibaya vilivyoumbwa kwa ajili ya kudhibitisha mabaya. Vile viumbe vinatokea pale kukushambulia wewe. Sasa usipokuwa na ufahamu huu, haya maarifa ambayo nakwenda kukueleza, utaanza kuhangaika na vile viumbe. Kumbe tatizo sio vile viumbe. Ulitakiwa wewe uachane na vile viumbe, ukatengeneze na Mungu wako huku nyuma. Ukishatengeneza na Mungu, ghafla vile viumbe vinakukimbia.
Mungu anaviondoa, sababu ulishakuwa mtu wa Mungu, vile vitu vinaondoka, tena unaanza kushangaa unakuwa salama. Hiki ndicho kitu ambacho nilikuwa natamani sana watu waweze siku ya leo tuweze kukielewa. Sasa kuna jambo lingine nataka nizungumze hapa kidogo, sijui kama tumekuwa tukilisoma, sijui kama tumekuwa tukilitafakari kwa namna fulani. Kwa mfano tukio ambalo liliweza kumtokea Sauli. Tukio lilimtokea Sauli. Samuel wa kwanza sura ile ya 18. Samuel wa kwanza sura ya 18 na mstari ule wa 10 hadi ule wa 12. Naomba tusome. Mstari wa 10 anasema hata siku ya pili yake. Unasikia, hata siku ya pili yake anasema roho mbaya kutoka kwa Mungu. Unaona, ni Mungu kabisa. Ina nchi kubwa ya kwanza inafuata. Ikamjilia Sauli kwa nguvu. Sasa angalia, anasema naye akatabiri ndani ya nyumba. Yaani ile roho mbaya iliyomjilia Sauli, naye akafanyaje? Akatabiri. Naomba tuelewe hapa. Hasa hapa ndipo mahali ambapo tutakuwa pia tuwe makini. Si kwamba kila anayetabiri ukajua kwamba anatabiri kwa roho ya nani? Ya Mungu, ambayo ni nzuri. Kuna roho nyingine ni mbaya, imemshukia huyo mtu. Lakini imetoka kwa nani hiyo roho mbaya? Haijasema imetoka kwa shetani, bado imetoka kwa Mungu. Imemjilia huyu mtu anatabiri katika nyumba. Wakati anafanya hiyo kitu anasema basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote. Anasema naye Sauli alikuwa ana mkuki mkononi mwake. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema nitampiga Daudi kwa hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara 2. Ukisoma mstari wa 12 ndio anasema Sauli akamwogopa Daudi kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye, ila amemwacha Sauli. Kwa Mungu amemwacha Sauli. Hebu angalia hiyo kitu, yani ni tukio la hapo kwamba kuna roho imeachiliwa. Unaona, na Mungu ambayo si nzuri imemvaa huyu mtu. Ilivyomvaa ile roho ikaanza kumsukuma kufanya mabaya. Wakati huo anamfanyia mabaya mteuliwa, mchaguliwa na Mungu, lakini Mungu pale akaingia kwenda kumlinda huyu. Maana roho ya Mungu ilikuwa kwa huyu. Mahusiano mazuri yalikuwa nayo Daudi yakamlinda na ule uovu au ubaya ambao Sauli alikuwa amekusudia kutenda. Akawa ameweza kukimbia na akawa ameenda. Hasa nini nataka nizungumze hapa mpaka nikazungumza haya yote? Nataka niseme kwamba tunatakiwa kutafakari vema kazi za Mungu. Tunatakiwa kutafakari kazi za Mungu vizuri sana. Tunapokuwa tunatafakari kazi za Mungu na kuangalia Biblia vizuri, ndipo unaweza kujikuta sasa ukipata na jambo fulani, usio mwepesi kulaumu, usio mwepesi kutupa mpira kwa mtu mwingine. Unaona? Hebu uwe na utulivu kidogo, uweze kuangalia hivi ni nini kimetokea. Na nitasoma huu mstari, nadhani ni wa muhimu sana kutusaidia. Mhubiri sura ya 7. Naomba niende kwenye kitabu cha Mhubiri sura ile ya 7. Mhubiri sura ya 7. Naomba tufungue hapo mstari wa, nataka niache muda kidogo wa maswali kadhaa ili tujadili, kwa sababu watumishi wako hapa. Mhubiri sura ya 7 na mstari ule wa 13 na ule mstari wa 14. Mhubiri 7:13 mstari na ule wa 14. Biblia inatuambia hivi: tafakarini vema kazi yake Mungu. Tafakarini vema kazi yake Mungu, kwa sababu ni nani aweze kukinyosha kitu kile alichokipotosha yeye? Unaona, nani aweze kukinyosha kitu kile alichokipotosha yeye? Halafu anasema mstari wa 14, siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baada yake. Ili mwanadamu asijue neno lolote litakalofuata baadaye. Unaona? Anasema kabisa kwamba nirudie tena mstari. Anasema tufikiri vizuri sana, tufikiri.
anasema kwamba tafakarini vema kwa uzuri kabisa kazi za Mungu, kwa sababu ni nani aweze kukinyosha kile kitu alichokipotosha Mungu? Maana yake nini? Ukisoma huu mstari unakupa kuelewa kwa akili kabisa za kawaida bila kutafuta chochote, ya kwamba kumbe kuna baadhi ya vitu brother Jerry Mungu anavipotosha. Yani Mungu anataka kupotosha kitu kwa ufahamu wake mwenyewe, kwa maarifa yake mwenyewe. Huwezi kumuuliza. Sasa nauliza, nani anaweza kukinyosha kile kitu? Yeye ameamua kukifanya vile kilivyo. Haya, kinyosha wewe sasa. Kinyoshe wewe. Ndio maana leo hii tuna watu ambao tunawaona na tunashuhudia kabisa. Unaona mama ametunga mimba vizuri kabisa. Amefunga ndoa nzuri kabisa mtakatifu. Amepata ujauzito, lakini baadaye anazaliwa mtoto ni mlemavu. Mtoto anazaliwa ni mlemavu. Haya maswali sijaweza kujiuliza, hivi amekwaje mlemavu? Mara nyingi unaweza kumtupia mpira shetani, si uovu wa nyumbani kwetu, si hapana. Mungu amefanya. Mungu amehusika pale. Kwa lazima tukubali, sio dhambi. Unajua tukisema mchungaji, hapana, sio dhambi kueleza kile ambacho Mungu anakifanya. Sasa anasema kama amekipotosha, nani aweze kukinyosha? Hakuna aweze kukinyosha isipokuwa ni yeye mwenyewe. Na ndio maana akasema sasa siku ya kufanikiwa mtu afurahi, lakini siku ya mabaya ikija ukae chini na kufikiri. Nitazungumza, fikiri kwa nini mabaya haya yamenipata? Daudi alikuwa anaomba Mungu, mabaya haya yametupata kwa sababu gani? Hiyo ndio hekima ya mtu anayemjua Mungu, kwamba unapoona jambo limekuja hulielewi, liko ndivyo sivyo, na wewe ukijiangalia katika ulimwengu wa roho unajiona mimi niko vizuri, sijamkosea Mungu mahali kokote. Ukitafakari njia zako ukaona kwamba hujakosea mahali popote na kuna jambo baya limetokea, basi hapo sasa unatakiwa kutafakari kwenye hizi, kama Biblia inavyozungumza haya masomo, utagundua kwamba okay, basi kuna kitu Mungu anataka kufanya kwenye maisha yangu. Wacha ni mngoje Bwana. Ndio maana nasema piga moyo konde, mngoje Bwana. Usiwe mwepesi wa kulalamika, usiwe mwepesi wa kuwaza tofauti. Subiri tu kwamba kwa nini hili limetokea. Majibu yake utayapata ukienda kumuuliza Mungu. Utaona baadaye kama ni shetani, Mungu atakwambia shughulika naye kwa kumkemea, kwa kumfukuza aondoke, na ataondoka na imani yako itakuwa imara. Lakini kama pia Mungu anasema mwisho wa Joni kapipi umefika, atawafunulia watu tu. Hata kama mimi atanificha, kuna watu naweza kawaambia kwamba ugonjwa huu jamaa hawezi kupona, ugonjwa huu unampeleka kwa baba yake mbinguni. Kwa watu tunaelewa vile. Kwa tutakana mimi kwa kuweza kuniandaa zaidi ili nisipoteze imani yangu, ili niweze kumaliza mwendo wangu salama. Sasa nije kuiangalia huduma ya Yesu. Niangalie kazi ya Kristo Yesu. Kwa nini nimezungumza haya maandiko? Haya maandiko yote ambayo nimeyazungumza, watumishi wa Bwana, naomba nirudie kusema mengi haya yametoka kwenye Agano la Kale, ambalo wengi wao wanasema mbona umeenda kwenye Agano la Kale? Sikilizeni, kumbukeni kwamba mabaya yote au mazuri yote ambayo tunayasoma ndani ya Biblia yalianza katika Agano la Kale. Na ndio maana mitume wetu ambao walikuwa wanahubiri injili, kanisa la kwanza, injili yao waliokuwa wanahubiri wao na sisi iko tofauti kidogo. Kama ulishakufuatilia, inawezekana ikawa sio kidogo, ikawa sana. Wenzetu wa Agano la Kale, wale watumishi wakina Paulo, wakina Petro, wenzetu wale wao walikuwa wanahubiri Agano la Kale. Yaani injili ambayo walikuwa wanahubiri wao ilikuwa ni Agano la Kale. Maana yake ni kwamba walikuwa wanamfunua Yesu kupitia kwenye Agano la nini? La Kale. Kwa maana wale Wayahudi walikuwa wamelisoma Agano la Kale, wanajua kwamba Masihi atakuja, lakini hawakumwamini. Kwa wakawa kazi yao sasa ni kuaminisha kwamba huyu mliyemsulubisha alikwisha kutabiriwa katika maandiko haya na haya na haya, mumwamini. Wakimwamini kesi imefanyaje? Imeisha. Lakini sisi wa nyakati hizi sasa ni kwamba kwa kuwa hatukuwepo kwenye Agano la Kale, sisi tunaanza kuhubiri injili kama ilivyo ya Agano Jipya. Hata ukija kwenye Agano Jipya unakuta kuna kazi ambazo Yesu alikuwa anazifanya. Jamani, msishangae kama mnaona kuna mwangu ni kwamba mvua inanyesha sasa hivi hapa kwetu Dar es Salaam nilipo, mvua inanyesha. Unaweza kusikia matone kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo isikutoe kwenye uwepo. Sasa Yesu alipokuwa amekuja duniani, ukiangalia ni kwamba kitu ambacho alikuwa amekuja kushughulika nacho yalikuwa ni mambo matatu tu. Yesu alikuwa na kazi za aina tatu ambazo alizifanya. Tukiacha ile ya pale msalabani ya ukombozi, alikuwa na kazi tatu tu kwa miaka yote ambayo ameishi hapa duniani alipoanza kazi yake ya injili. Jambo la kwanza kabisa Yesu alikuwa analifanya ilikuwa ni kufundisha. Yesu alikuwa anawafundisha Wayahudi, kweli ya Mungu.
anawarudisha kwenye mahusiano mazuri na Mungu, ili awape afya ya kiroho na afya ya kimwili, wapate afya rohoni na wapate na afya ya kiroho. Lakini jambo la pili alikuwa anafanya Yesu kwenye kazi yake ilikuwa ni kuhubiri habari za ufalme. Yesu alikuwa anahubiri habari njema za ufalme wa Mungu, kwa maana tayari Wayahudi walikuwa wanasubiria mfalme aje ili awasaidie kwenye mateso na tabu ambazo walikuwa nazo. Hasa Yesu akaja kama mfalme, akawa anawaambia habari ya ufalme wa Mungu. Hasa alipokuwa akiwaambia wao, walidhani ule ufalme wa Mungu utakuja kwa namna ya mwili kama ambavyo walikuwa wanatamani kuona. Ndio Yesu alikuwa anafanya hiyo kazi ya pili. Lakini kazi ya tatu kuu ambayo Yesu alikuwa anaifanya kwenye huduma yake ilikuwa ni kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Alikuwa anaponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Sasa kwa nini alikuwa anaponya magonjwa yote? Haya magonjwa yalitokana na nini? Kama nilivyozungumza, kumbuka kwamba aliwakuta Wayahudi walishamuacha Mungu. Dunia ilikuwa haina Mungu tayari. Wamefarakana na Mungu kabisa. Na kwa kuwa wamefarakana na Mungu kabisa, ndipo sasa magonjwa yakawa yameruhusiwa ndani yao. Maana katika ulimwengu wa roho hawakuwa na afya, walikuwa ni wagonjwa rohoni. Kwa kuwa walikuwa ni wagonjwa rohoni, ule ugonjwa wa rohoni ukaonekana katika mwili. Wakawa wana magonjwa ya kila aina, wakawa wamevamiwa na mapepo ya kila aina, wamekandamizwa, wamefungwa kwenye fungo mbalimbali. Kwa hiyo baada ya Yesu kumaliza kufundisha, akimaliza kuhubiri, alikuwa anafanya jambo la tatu, ilikuwa ni kuwaponya magonjwa. Naomba tusome Mathayo sura ile ya 9 na mstari wa 38. Mathayo 9:35. Mathayo 9:35. Mathayo 9:35. Biblia inasema hivi, angalia alichokuwa anafanya Yesu. Mathayo 9:35, Biblia inasema, na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao. Nakuja jambo la kwanza, na kuhubiri habari njema ya ufalme. Jambo la pili, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Hiyo ilikuwa ni Mathayo. Tuangalie Marko, Mathayo hiyo sura ya 4. Mathayo hiyo sura ya 4 na mstari wa 23. Tuangalie tena Mathayo sura ya 4 na mstari wa 23. Anasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Hata haya magonjwa na udhaifu wa kila namna ambao ulikuwa umewakandamiza watu, ni baada ya kuwa walikuwa mbali na Mungu, wakavamiwa. Hata Yesu alipokuwa amekuja, kwa kuwa ndiye amebeba sasa suluhisho, ilibidi aanze kushughulika. Anawafundisha namna wanavyotakiwa kuwa na afya ya rohoni. Anaanza kuwafundisha maisha yanavyotakiwa yawe ukiwa katika ulimwengu wa mwili, uishije na Mungu ili kumpendeza Bwana. Ukifanya vitu kama hivyo, basi afya yako inapokuwa imara katika ulimwengu wa roho, ghafla na katika ulimwengu wa mwili, afya yako inakuwa ni nzuri sana. Kwa kuwa Yesu aliona hawa watu wameteseka sana, wamegandamizwa, hawana mwokozi, hawana nabii, hawana mtu wa kuwasaidia, wako mbali na Mungu. Kuna kimya kilipita kirefu sana kutoka Malaki mpaka Yohana. Yohana nakuja, Yohana hakuponya magonjwa yoyote, alikuwa anahubiri na kuwabatiza, kawaacha wana mateso makubwa sana. Ilibidi Yesu aje sasa aanze kufanya kazi iliyomleta moja kwa moja. Naomba nimalizie kwa kusema neno moja, muda umekwenda. Niseme kitu kimoja kwamba ndugu zangu, yote ambayo tunayaona, naomba hili niliweke kwenye ufahamu wa watakatifu mmoja Bible study, ni kwamba yote ambayo tunayaona yameumbwa na Mungu. Yaani Mungu ameyafanya hayo yote, na anajua kwa nini ameyafanya. Ana sababu zake mwenyewe, ili tuweze kuishi maisha ya unyenyekevu, maisha ya utii, na tukimngoja Mungu mwenyewe. Kwa kusema haya, naomba nirudishe kipindi kwa brother Jelly, ili kama kuna maswali, kama kuna changizo, watumishi wa Mungu wapo, wanaweza kaongezea mengi, na tuweze kuendelea kujadavua haya mambo, tuweze kupata ufahamu wa kutosha kwa kwa bado tunaishi. Mungu awabariki sana. Karibu sana brother Jelly. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Mchungaji John Kapiti kwa
kutuongoza vizuri kabisa katika sehemu ya tatu ya mwisho ya somo letu hili la Bible Study. Taka ambayo tulikuwa tumeanza kutembea nayo akawa umeweza kuona hapo ni afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Tumeweza kupata mengi kabisa na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tunafahamu nyumbani Tanzania na sasa tulipo ni alfajiri kabisa. Sisi ndio tumeanza kipindi alfajiri upande wako. Tunamshukuru Mungu ameweza kuamsha kwa wakati na tumeweza kujifunza mengi kabisa katika sehemu hizi tatu. Na kama kawaida basi kipindi chetu kwa tunaendelea katika sehemu za maswali na majibu. Nasi kwa maswali yalikuwa mengi, basi naomba tuchangamke. Unapojeza alama ya nyota nambari 6 itakuwa katika mute. Jina la kwanza na pale ulipo utakuwa hewani kwa dakika 3 kwa swali lako na jibu. Kama ni mchungaji kapipi au mtu yote katika kipindi, dakika nyingine moja ya upendeleo. Na okay, nimepata feedback hapa na drive kwa kidogo signal. Nimepata feedback kwamba nasikika vizuri. Jaribisha kujiweka katika speaker, kile linaweza kazidi kidogo. Kama hivyo ndivyo, basi mwenzangu yoyote katika studio pale atanisaidia. Tuendelee. Alama ya nyota nambari 6 itakutoa katika mute. Jina la kwanza pale ulipo, dakika 3 itakutosha kabisa kuuliza swali na ijibu dakika nyingine moja ya ziada. Karibu tu katika zoezi hilo. Kama unazungumza na sija kwa acknowledge, inawezekana kabisa kwamba bado unazungumza katika mute. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6 itakuchofoa katika mute. Okay, kama mna maswali basi tutamaliza kipindi mapema, lakini ngoja nisubiri kidogo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okay, nimekusikia brother Jimmy kuzungumza kwa mbali, nimemsikia vile vile mchungaji Mangesha kuzungumza kwa mbali, lakini sijaona kama mnasikika vizuri. Unasikika vizuri? Amen. Karibu. Na najua kuna swali aliuliza Dr. Winnie last week, sikumbuki kama nitaweza kuliparaphrase vizuri. Mtumishi atakufika kule, lakini kiasi kuparaphrase alikuwa anataka kujua uhusiano, na kama yupo atapata nafasi ya kujaribisha kuliweka sawa. Uhusiano kati ya magonjwa ambayo madaktari wanasema kama high natural for aging, kuumwa figo, kuumwa magoti na kadhalika, tunaikweti vipi na swala hili la kusema kwamba ni kitu kimetoka kwa Mungu ama ni kitu ambacho kimekuja naturally. Kama yupo nafikiri ataweka vizuri, au kama mtumishi analikumbuka utanisaidia kuweka vizuri. Lakini nakumbuka kwa kuna swali kama hiyo hatukupata muda kulishughulikia vizuri. Amen. Umenirushia kwangu. Amen. Amen. Karibu. Okay, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu brother Jerry. Kama ambavyo nimesema, nadhani pointi hiyo ya swali lake liko kwenye ile namba 3 nilisema ina magonjwa, kwamba kuna ugonjwa unaokuja kama njia sawa kwa sababu tu ionekane, lakini huyu mtu Mungu akimwangalia amemaliza nini? Amemaliza mwendo, basi inabidi aende. Na hii tumekuwa tukiiona si kwa ajili ya wazee tu, hata kwa watumishi wa Mungu. Tuna ushuhuda wa kutosha kabisa. Watumishi wa Mungu wanaweza kuungana kukubaliana na mimi. Kuna watumishi unakuta anaumwa, amekuwa mchungaji, amekuwa amekuwa nabii, amekuwa mtume, vyovyote unafika mahali kwamba anaumwa, kuhangaika naye, anaumwa, lakini Mungu anakuwa ameshatuambia kwamba huyu mtu wakati wake umefika. Bado unasikia kwamba alikuwa amelazwa Muhimbili au amelazwa hospitali fulani, hatimaye Bwana amempumzisha. Kwa hiyo hata hayo magonjwa ambayo alikuwa anayazungumza dada ni daktari yule alikuwa anasema ni vile vile kama nilivyokuwa nikisema kwamba kuna umri unapokuwa umefika, yani kuna umri mtu anaofikia ni ule umri wa miaka ya Mungu. Mungu kuna miaka amesema tutaishi miaka fulani. Hasa ile miaka imefika, unaona, automatically sasa kuna baadhi ya vitu vinaanza kutokea. Sio kama ni natural. Unaona, ndio maana sio kama ni vitu vya asili vimekuja. Kwa sababu tukisema kama ni vitu vya asili, kuna wengine hawana hiyo. Unakuta sasa ni mzee lakini hayo magonjwa ya wengine hana.
No, hana kabisa magonjwa kama wengine. Ndio maana kwamba kila mtu Mungu anapokuwa anampa kitakachomuondoa duniani, tunatofautiana. Kwa kuna mwingine anaweza kuyapata hayo, lakini si kwamba ni mzee basi yakaitwa ni magonjwa ya kizee. Hapana, wameweka ni magonjwa ya kizee. Hapana, ni kwamba umri umefika, Mungu anataka sasa kuwakumbusha, kuwaonyesha waliomzunguka ya kwamba mimi nataka nimalize kazi yangu sasa. Nimekuwa na huyu mtu sasa, muda wake ni mchache. Kwa kama kuna mambo yanatakiwa muyanyonye kutoka kwake, basi ndio wakati huu. Kama mnatakiwa kuonyesha ukarimu na wema, kupanda mbegu njema kwa huyo mzee, ndio wakati huo. Anatakiwa kutunzwa, kuangaliwa vizuri, kwa sababu lolote laweza kutokea wakati wowote. Na ndio maana wako tofauti. Kuna mwingine hana hizo figo, kuna mwingine hana hiyo simi magoti, ameshinda kusimama na nini. Mwingine hana, unakuta tu na nguvu zake kabisa na analala tu vizuri bila masumbufu yoyote. Tuko tofauti. Naweza nikaliweka kwa namna hiyo. Asante sana. Amen. Asante sana katika hilo, na imani kabisa kwamba nafahamu alikuwa haiko katika nafasi ya kuweza kuingia kuleka swali lake vizuri, lakini kwa kumbukumbu zetu basi naamini kwamba tumeweza kulidadavua vizuri kabisa. Asante sana mtumishi wa Mungu. Tuna dakika chache zinabakia, kama yupo mwingine anataka kuuliza swali ama kupinga. Amen. Karibu mchungaji Mangesho. Amen. Nashukuru sana kaka Jeremy kwa kubariki sana na wengine wote, na pia nimshukuru Mungu sana kwa ile mtumishi mwalimu wetu mchungaji Kapipi. Kwa namna ambavyo kwa kweli ametufundisha vizuri kabisa kwenye hili somo. Ila mimi kama ambavyo alisema pia mtumishi ni Bible study, kwa hiyo tuko hapa kujifunza, na mimi pia niko tayari kujifunza au kurekebisha pale ambapo labda mtazamo wangu tofauti kidogo. Kwa upande wangu mimi ninaamini kwamba magonjwa kama ambavyo mtumishi alisema yalikuja kwa sababu ya dhambi duniani. Na tunaona kwenye Agano la Kale namna ambavyo ametupa mifano, namna ambavyo watu walikuwa wanadhibiwa kwa magonjwa ya dhambi. Mungu anaachia magonjwa, anaachia plagues na mambo kama hayo. Lakini katika Agano Jipya, kwa mtazamo wangu mimi binafsi siamini kama Mungu anatuma magonjwa kwa mtu. Kwa sababu mtu amefanya makosa, Mungu anasema kwamba okay, huyu fulani ametenda dhambi, kwa hiyo ngoja nitume kansa juu yake. Na gani ni kitu kikubwa kidogo. Kwa mimi msemo ni kwamba Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mtu anapofanya dhambi akamkosea Mungu, akatoka nje mapenzi ya Mungu, akamkosea Mungu, akatoka nje mapenzi ya Mungu, akafungua mlango, ni shetani ambaye anaachilia ule ugonjwa. Unaona, kwa mfano tuseme kama attacks, yani kama ambavyo adui Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Msalabani Yesu pia ongela kwamba nilikuwa naangalia kwa sababu wa Galatia ile mlango wa 3 ya kwamba amelaaniwa yule ambaye ametundikwa kwenye mti. Na tunafahamu kwamba magonjwa haya yamekuja kwa sababu ya laana, na Yesu alichukua laana zote including magonjwa. Unaona, lakini magonjwa yanapompata mtu sio kwamba kwa mtazamo wangu mimi kama nasema niko tayari kurekebisha kama nitakuwa nimekosea. Sio kwamba Mungu anamrushia mtu magonjwa, anamrushia mtu, kwa sababu sasa tupo kwenye Agano Jipya. Yesu alichukua yote hayo. Ni pale ambapo mtu mwenyewe anafungua mlango. Kwa mfano tuseme haya magonjwa ya zinaa. Mtu labda anaamua kutengeneza ndoa, anaingia anafanya kwamba anapata magonjwa. Sio kwamba Mungu amerusha ile gonjwa zinaa, lakini ni wao wamemfungulia shetani mlango. Mtu anapokuwa Yesu anapotembea katika uchungu, katika bitterness, Biblia inasema kwamba usimpe shetani nafasi. Unaona? Sasa basi kwa kumalizia ni hivi. Kwa mfano mtu akiwaza kwamba huu ugonjwa ni Mungu ameuleta. Sasa mtu mwingine anaweza hata asiwe proactive kukemea, anasema labda Mungu ananifundisha kitu. Ananifundisha mimi kitu. Kwa hiyo kwa nini niombe kama Mungu ndiye ameniletea? Kwa hapo inachanganya kidogo. Mara Mungu analeta, mara tunaomba Mungu autoe. Ni shetani ambaye analeta, sisi tunaingia katika mlango kwamba huu mlango ufunguka wapi. Kwa hiyo sidhani kama ni Mungu ambaye
anakaa mbinguni anasema kwamba okay, leo mangesho leo kuomba, leo mangesho amemsengenya mtu, kwa hiyo ngoja nimtumie ugonjwa wa kansa ili nifundishe kitu. Ni shetani ndio ambaye analeta, ndio sema kwamba adui anakuja kufanya nini? Kuiba, kuharibu na kuua. Yohana 10:10. Lakini mimi nilikuja ili niwe na uzima tele. Sasa kama shetani anakuja kuiba, kuharibu na kuua, kwa nini tena Mungu aje kujaribu kuua kwa kuleta magonjwa? Wakati tunaambiwa kwamba yeye ndiye alikuja ili atupatie uzima ili tunao tele. Kwa hiyo huo ni mtazamo wangu mimi. Kwa hiyo nataka sababu kuchangia hapo kidogo, na kama nilivyosema Bible study niko tayari kwa corrected. Okay. Bwana asifiwe. Sana. Na kuruhusu sasa hivi kidogo mtumishi Jimmy 1 second. Jambo mtu ambaye anakumbuka, sikumbuki nimesha kufikia iko wapi. Pale Mungu aliwaachia wale nzige kwenda kushambulia sehemu. Tuone kama pale ni sehemu ambayo Mungu tunaweza kusema yeye ndo aliyataka kama vipi. Wakati mtu atafuta hilo, anikaribisha sasa brother James. Ni mimi hapa Alan. I'm sorry, brother Alan. Yes, swali langu lilikuwa kwa Pastor Mangesho kwamba anakataa kwamba Mungu labda aruhusu. Anaonaje kuhusu mtoto anayezaliwa na magonjwa, kwamba shetani aliingia kule kufanya kazi yake katika tumbo la mama? Amen. Watu wanajaribisha kurudisha swali kwenye ukumbi kuliko kwa mtu binafsi. Kwa siku leo nitaleta slide, but next time turudishe ukumbini ili maswali yaweze kushughulikiwa na kila mtu. Karibu mchungaji Mangesho. Amen. Kaka wangu ameuliza swali zuri sana. Kumbuka tunaishi katika ulimwengu ambao umeanguka. Tunaishi katika ulimwengu ambapo shetani anatawala. Sasa unaposema kwamba wakafanya nini, kusema kwamba Mungu ni pendo, kwamba unapomwambia mtu kwamba hey, yule mtoto wako amezaliwa hivi kwa sababu ni Mungu ameruhusu. Hapana, tunaishi katika ulimwengu ambao umekusha kuharibika. Kwa hiyo kwa yule mtoto kuzaliwa hivyo, sio kwamba Mungu amesema kwamba huyu azaliwe kichaa, huyu azaliwe hivi. No, ni kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ulioanguka. Unaona? Kwa hiyo unakuta shetani ni maharibifu ambayo tayari yapo. Unaona? Sasa again, I may be wrong kama hivyo, lakini ukajaribu kumwambia mtu kwamba Mungu ni upendo, Mungu anakupenda, lakini wakati mwingine Mungu huyu ambaye ni upendo anaweza akakusababishia wewe ukapata kansa. Mungu huyu ambaye ni upendo ambaye anatutakia mema anaweza akakutakia wewe mema kwa kuleta magonjwa katika maisha yako. Uone kama hapo inachanganya kidogo, kwamba huko tunasema Mungu ni mzuri, at the same time nasema kwamba Mungu anaweza akakuletea majanga katika maisha yako kwa kutesa au kukufundisha kitu. Unaona? Kwa hiyo again bado najifunza, na naona muda umeshakwenda, bado najifunza. Kwa hiyo bado hapo kidogo bado kuna utata kwa upande wangu mimi. Amen. Asante sana. Najua muda umekwenda, ni kweli. Nikaribisha kama kuna mtu mwingine ana wazo mbadala katika jibu ambalo lilitoka. Amen. Karibu. Amen. Yaani mimi kwanza, mchungaji Kapipi, Mungu akubariki sana. Umepresent vizuri sana. Umenyamazisha maswali. Mungu akubariki. Asante wote mliochangia, asante sana kwa maswali na majibu. Mimi nataka niseme, nimalizie tu hiyo hoja ya mwisho hapo, na sio swali ya kwamba Mungu yani sio mtata, ndio maana anaitwa Mungu, kwa sababu njia zake hazichunguziki. Unaona? Kwa hiyo anaweza akafanya anything to anybody kwa anytime. Haijalishi uko ndani ya tumbo unatengenezwa siku ile baba na mama wanakuumba, au umetoka au unafanyaje, njia zake hazichunguziki. Na ndio maana tunasema kila siku tusilizoelee neno, tusimzoelee Mungu, kwa sababu yeye ni roho na mambo yake hayachunguziki. Sio kama ni mtata, ni hachunguziki. Kwa hiyo Biblia unaweza kukutana neno linakuambia, kwa mfano kuna neno palikuwa nasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, ufalme wa Mungu ni wao.
lakini bado unakuta mtoto mdogo anadhaliwa akiwa na magonjwa makubwa. Tunaona kabisa sasa hivi watoto wanatangaza kwa watoto hao wana kansa, wamezaliwa nayo wakiwa ni wadogo kabisa, unaona, wamezaliwa na makansa. Sasa unakuta hapo na Biblia inasema bado kwamba waachie watoto wadogo waje kwangu, ufalme wa Mungu ni wao. Ina maana kama ufalme wa Mungu uko juu yao, wapo ndani yani wamezingirwa, wamefunikwa, lakini kwa nini wanapata magonjwa? Kwa sababu Mungu njia zake hazichunguzeki. Amen. Sana kwa changizo lako hapo Sofia kutoka pale Florida. Na hisi maswali yanaweza ikaongezeka, which is okay, lakini kwa sababu ya muda basi lazima kuweka nukta kwa siku leo. Kama ukiwa kuna maswali zaidi basi tutakutana nayo katika kipindi kijacho kile. Kama unavyoangalia katika kalenda yako, itakuwa ni kipindi kile cha maswali na majibu mwanzo mpaka mwisho. Basi nichukue nafasi hii kuweka nukta. Nimshukuru kwanza mtumishi wa Mungu Mchungaji John Kapipi kwa kuweza kutuongoza vizuri kabisa katika majuma haya matatu ya somo kubwa zuri la kusisimua la afya ya kimwili versus afya ya kiroho, ama unaweza kaliflip kama vile tumeleka hapo mwanzoni kwamba afya ya kiroho versus afya ya kimwili. Either way tumepata vitu vingi sana, na ukipata nafasi basi baada ya kipindi tutakutumia notes ambazo zitakuwa na recordings ya vipindi vyote vitatu pamoja na mistari ambayo tumeweza kuinukuu kutokana na jinsi ambavyo tumeweza kusikia na mchanganyiko wa kile ambacho wewe mwenyewe inawezekana ukikumbuka vizuri na tutufaa wote. Asante sana katika hicho. Nimkaribisha basi kwa mara ya kwanza siku ya leo mchungaji kiongozi wa makanisa moja Reverend Dr. Absalom Nasua. Atatoa nasaha zake, atatuongoza katika declaration yetu ya ministry outreach kwa mwezi huu wa 5 na ataturisha kipindi kwa sala ya jioni. Dr. Nasua. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Brother Jerry. Nichukue nafasi kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, wewe Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa nzuri mnayoifanya. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Jambo la pili, nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Pastor John Kapipi ambaye ameweza kutuongoza kwa majuma matatu, na kama wahubiri wa Injili tunafahamu muda aliotumia, sacrifice alioifanya. Kwa kweli Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Pastor John Kapipi. Amina, tubarikiwe wote baba. Amen. Na mwisho ni washukuru watu wote ambao mmepata neema kuuliza maswali na neema kuchangia. Ndivyo tunavyojifunza siku zote, na Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Basi sasa tutakwenda kwenye declaration yetu ya outreach, na declaration yetu ya mwezi huu ni kwenda kuombea uchumi wa Marekani na uchumi wa state yako. Kwa tutakwenda kuombea uchumi wa Marekani. Neno ambalo tumepewa ni kutoka Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango ni ule wa 7 na mstari ni ule wa 14b. Watu wangu walitoka jina langu. Mambo ya Nyakati wa Pili 7. Okay. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14c. Ndiyo. Amen. Asante sana. Basi tutakwenda kuomba kwa hilo. Kwa hiyo kwa dakika moja tuendeni kwenye declaration. Baba na Mungu wa rehema, katika jina la Yesu tunakwenda kupinga kushuka uchumi wa Marekani katika nchi ya Marekani na katika state yetu ya Texas. Tunakwenda kutamka ya kwamba uchumi wa Marekani utainuka, utakwenda juu, na kila mwenye mwili ataona kwamba uchumi wa Marekani umesimama katika jina la Yesu.
Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakwenda kuharibu, tunasambaratisha mipango, mikakati, ajenda zote zitakazoshusha uchumi wa Marekani chini, katika jina la Yesu. Kushuka kwa uchumi kusiwe fungu letu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunakushukuru kwa sababu utafungua milango ya kazi katika state ya Texas, utafungua milango ya kuwekeza viwanda, utafungua mambo mbalimbali katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, tunatamka kwamba Marekani itakwenda juu na kama itakwenda chini itakuwa baraka na kama itakuwa laana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba na Mungu wangu, tunabana kushukuru. Amen. Amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini, awalinde, awatunze na afanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Sana mchungaji kiongoza mkanisa mmoja Reverend Dr. Absalom Nasua kwa kutuongoza katika declaration yetu ya mwezi huu kwa nasa zako na kutuorisha kipindi kwa sala jioni. Basi kwa niaba ya yote zima la Umoja Church Bible Study, Dada Priska Mungai Mshana, Brother Jimmy Msemo, Sister Hilda Biabatakari, pamoja na Brother Allen, tunawashukuru wote kwa kupoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika sehemu ya 3 na ya mwisho kwa siku ya leo. Niruhusu niwashukuru wale ambao walipata nafasi ya kuchangia makuuliza maswali kwa siku ya leo. Swali kutoka studio kutoka Dada Winnie tulipita pale mwanzoni. Tuweza kumsikia mtumishi Mangesho pamoja na Brother Allen na Sister Sofia katika maswali au machangizo yao kwa siku ya leo. Vivyo kuna baadhi ya watumishi naomba niwatambue. Namuona mama mchungaji Mtashobia, namuona mtumishi wa Mungu Mwalimu Olivia Andrews pale Jezi, mchungaji Mangesho ulimsikia mchungaji Mwalimu Sofia, lakini pia vile ndani kuna mchungaji Mwasambungu pamoja na Minister Jessica Kataria pale Dallas, Texas. Mkufunzi siku ya leo nakushukuru tena mchungaji John Kapipi kutoka Tanzania kwa muda wako katika majuma yote matatu. Najua kwamba tumeweza kujifunza mengi sana, na wiki ijayo basi kwa tayari kuendelea mlelengo mpya wa vipindi vyetu, na ukiangalia bado kuna wiki nyingine moja kufika mwisho wa mwezi kwa tutakuwa na somo jipya ambalo utaweza kulipata kwa wiki ijayo. Tunatakia wote amani ya Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.